Habari gani Mwanakewe TV, kama mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Kewe TV. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche kupitia mtandao wa Twitter ameamua kuweka wazi kwa kile ambacho kinaendelea katika chama cha Chadema, lakini pia amezungumza namna figisu zinavyoendelea ndani ya chama hicho Chadema. Nataka nikusomee kile ambacho ameandika makamu mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema ambaye anafahamika kama John Heche, na nukuu: "Shambulio hili dhidi ya chama chetu na shughuli za chama linafanywa na watu waliotumiwa na serikali. Saidi Isa alikuwa makamu mwenyekiti wa chama kwa miaka 15. Yeye ameshiriki vikao vyote vya chama vya maamuzi ya juu. Hakuwahi kulalamika mgao wa chama kwa Zanzibar. Inakuwaje leo baada ya kutoka madarakani ndio aone mgao huu hauko sawa? #no reform no election." Lakini pia na kuwekea video hapo ya John Heche namna alivyozungumza kuhusiana na kile ambacho Saidi Isa ameweza kufunguka baada ya kujitoa katika chama hicho cha Chadema. Jina langu ni D wa Kewe TV. Tafadhali subscribe na turn on notification kama ni mara yako ya kwanza, lakini pia na kuacha hapo msikilize John Heche. Bye bye, tutane katika ulimwengu wa siasa. Bye bye. Saidi Isa Mohamed amekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu kama tulivyoeleza hapa kwa miaka 15. Saidi Isa Mohamed katika kipindi chote ambacho alikuwa kiongozi na mwenyekiti akiwa Mheshimiwa Freeman Mbowe hakuwahi kulalamika, na bahati nzuri mimi katika kipindi chote hicho nimekuwa naye kwenye kamati kuu. Nimekuwa kwenye kamati kuu kwa zaidi ya takriban miaka 13. Ni katika vipindi vichache tu vya miezi kadhaa ndio sikuwa kwenye kamati kuu. Hakuwahi kuraise hoja yoyote kuhusiana na mgawanyo wa Zanzibar au Zanzibar kudhulumiwa au Zanzibar kuonewa au mapato ya chama kubase bara kuliko Zanzibar. Mama Maulida Kom ni muasisi wa chama kama tulivyosema. Amekuwa mwenyekiti wa bodi, na kwa maana hiyo bodi ndio wenye chama, wao ndio wanaogawa mapato. Mama Maulida Kom ambaye ni mwenyekiti hakuwahi kulalamika wala kutaka mgawanyo mpya wa mali za chama. Licha ya hivyo, hii kesi imekuja baada ya sisi uongozi mpya tuliopatikana tarehe 21 mwezi wa kwanza kuingia madarakani. Watanzania watakumbuka kwamba sisi tuna miezi kadhaa tu ofisini. Tulichaguliwa tarehe 21, kufika mwezi wa 3 wakamkamata mwenyekiti. Ina maana mwenyekiti amekaa kwenye madaraka akiwa nje kwa chini ya miezi miwili tu, na sasa leo unaweza kusema ni takriban miezi 4 na sehemu tuko kwenye uongozi. Tangu tuingie madarakani hatujawahi kununua wembe au hata kijiko ambacho tungestahili kuwagawia Zanzibar, labda ionekane tumewagawia kwa kupendelea bara. Hatujawahi kuangalia mgao upya, labda redistribution, labda mtu angesema kwamba sasa tumeingia uongozi mpya umebadilisha mgao ulivyokuwa unaenda. Kama ni ruzuku iliyokuwa inaenda Zanzibar inaenda vile vile. Kama ni mgao uliokuwa unaenda Zanzibar unaenda vile vile alivyokuwa Saidi Isa Mohamed, alivyokuwa Mama Maulida Kom na ulivyokuwa uongozi uliokuwa chini ya Mheshimiwa Mbowe. Sana tulichofanya, kuna magari ambayo yalitolewa au gari iliyotolewa kwa ajili ya Zanzibar, na kwa sababu lilikuwa linatumiwa na aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar huku bara na akawa analitumia huku, sisi tumeamuru, uongozi mpya umeamuru livuke liende Zanzibar, litumike likiwa Zanzibar, kwa sababu naibu katibu mkuu aliyekuwa huku, aliyekuwa Zanzibar ni kama alikuwa anakaa bara, kwa hiyo akawa anatumia hili gari likiwa huku bara muda wote ambalo lilipaswa kwa Zanzibar. Sana tulichofanya sisi, tumeamuru hilo gari livuke, ambao ni Ford mpya, iende Zanzibar, itumike ikiwa kule Zanzibar. Kwa hiyo hatujawahi kufanya mgawanyo mwingine wowote wa mali, labda kutazama au kufanya nini kama nilivyoeleza. Sasa inakuwaje watu ambao walikuwa kwenye madaraka, watu ambao ndio walikuwa wamegao, ndio waliofanya huu mgao, watu ambao ndio wamekuwa
wanasimamia chama kikiwa hivi. Leo baada ya kutolewa madarakani kwa njia ya kura, waone kwamba huo mgawanyo sio sawa. Ndio maana tunasema hizi ni hila za serikali kwa kutumia hawa watu kujaribu kuzuia operation ya no reforms no election. Na hizi hila hazisimami peke yake. Mojawapo ni kumkamata mwenyekiti, nyingine ilikuwa ni kuzuia ruzuku. Mtakumbuka kuna kesi iko hapo inaitwa kesi ya Mchome iliyopelekwa kwa msajili wa vyama vya siasa. Hii yote ni kujaribu kudestabilize chama kishindwe kufanya shughuli zake, hasa shughuli za kusukuma hitaji la Watanzania ambalo kwa sasa ni no reforms no election kama tulivyoeleza. Na nieleze kwa kina zaidi, watu wengi wamekuwa wakisema kwa nini Watanzania hawajitokezi kusimamia mapambano, kuwa tayari kupambana. Lakini Watanzania walikuwa hawako tayari kwa sababu kama watu wenyewe wanasiasa ndio hao wanasema hawako tayari kupoteza ubunge au diwani au vyeo kwa ajili ya Watanzania. Watanzania hao watakuwaje tayari kupoteza maisha yao kupambana? Watanzania wako tayari kuunga mkono watu wanaopambania maslahi yao, ndoto zao, sio ndoto za wanasiasa kupata ubunge, sio ndoto za wanasiasa kuwa marais, sio ndoto za wanasiasa kuwa madiwani. Watanzania wanaiunga mkono Chadema kwa sababu wanajua iko tayari kwa ajili ya mapambano ya kubadilisha maisha yao. Na hapo ndipo Watanzania sasa tunawaita wasimame na chama chetu ambacho kiko tayari kwa wanasiasa wao kuforgo ubunge, kuacha udiwani, kuacha urais kwa ajili ya kuunganisha nguvu na tubadilishe nchi hii. Kwa hilo ni la kwanza.